mibaraka katika majaribio. Blessings in trials. Mibaraka katika majaribio. Kama muda ungekuwa unaruhusu ningeuliza baadhi ya maswali, lakini leo naomba nisiaulize ili niendelee na mada yetu ya leo. Idara ya huduma wezeshi ni idara gani? Na wengi wanaita ni idara ya watu wenye mahitaji maalum. Sasa kama iko hivyo, na mimi niulize, wangapi walioko hapa ni watu wenye mahitaji maalum? Hebu wanyoshe mikono yao. Wanaojua wao ni watu wenye mahitaji maalum, hebu wanyoshe mikono. Okay. Sawa, naonekana ni kama ni wachache. Okay. Ambao sio wenye mahitaji maalum, hawako kwenye upande wa watu wenye mahitaji maalum, hebu wanyoshe mikono yao pia. Ambao hawako kwenye kundi la watu wenye mahitaji maalum, wanyoshe mikono. Okay. Ambao sio ndege wala sio mnyama, wako hapo katikati na wao wapo pia. Sasa fungu letu elekezi kwa juma hili ni hili hapa. Kitabu cha Isaya sura 42 mstari wa 16, utakisoma kwa wakati wako, wakati ukipata muda ufungue tena kwa upya, lakini mimi leo naomba nisome kwa niaba yako. Anasema, nitawaleta vipofu kwa njia wasioijua, katika mapito wasioyajua nitawaongoza. Nitafanya giza kuwa nuru mbele yao, na mahali palipopotoka kuwa pamenyoka. Haya nitayatenda wala sitawaacha. Hilo ndilo fungu letu tutakalokuwa tukiliangalia kwa juma zima. Kumbuka mada yetu kuu inasema ni mibaraka katika majaribio. Mibaraka katika majaribio. Nikuulize, uliwahi kukutana na majaribio kama haya ya watu wenye mahitaji maalum na ukampita huyo mtu anayehitaji msaada wako, na wakati mwingine haukutoa msaada wowote, tena wakati mwingine ukaongeza na maneno ya kejeli? Ninachelea kuyaongezea uzito kusema ni maneno ya dharau, lakini ni yaite ya kejeli, kwamba nao wanajifanya tu, wanajifanyisha tu. Ina maana mbona kuna viwete wengine wana pesa? Mibaraka katika majaribio. Ijue idara ya huduma wezeshi kwa ufupi. Nataka nielezee kwa ufupi, na bahati nzuri mwisho wa juma hili nitatoa hizi notes zote. Kwa hiyo wale ambao si wepesi sana kuandika, wala hata msihangaike. Ijue idara ya huduma wezeshi kwa ufupi. Hii ni idara inayojihusisha na watu wenye mahitaji maalum. Watu wenye mahitaji maalum wamegawanywa katika vipengele 8. Kipengele cha kwanza ni watu wenye ulemavu wa kimwili ambao wana physical disabilities. Hawa watu wana mambo makubwa matatu, wana sehemu kubwa tatu. Kwa mfano ni wale watu ambao wamekatika viungo kama vile mikono, miguu, watu ambao wanatumia wheelchairs, watu waliopooza. Hao wote ni watu wenye ulemavu wa mwili, wana physical disability. Hilo ni kundi la kwanza la watu wenye mahitaji maalum. Sasa ongeza umakini ili baadaye mwisho wa somo hili ukubaliane nami kwamba 99.99.5 ya walioketi hapa leo ni watu wenye mahitaji maalum. Yaani kuanzia anayehubiri ni mtu mwenye mahitaji maalum, na ninyi mliokaa hapo ni watu wenye mahitaji maalum. Kundi la kwanza ni hili hapa. Huenda haupo kwenye kundi hili la watu wenye ulemavu wa mwili, una miguu yote, hautembelei kiti cha matairi, haujapooza. Hilo halina shida. Lakini kundi la pili ni watu wenye ulemavu wa kuona. Wanaitwa ni watu ambao wana visual impairment. Hawa ni watu wa namna gani? Ni wale vipofu na wenye uono hafifu. Yaani ukiona umeanza kushika lesoni au Biblia, halafu naishika hivi, karibu kwenye chama chetu cha watu wenye mahitaji maalum. Yaani una uwezo wa kushika hapo mwanzo, Mungu aliziumba. Juma, hebu tusomee hapo, hii ni nini? Ni mbingu au ni nini? Tayari umeshaingia kwenye kundi la watu wenye mahitaji maalum. Kwa sababu kama sio kipofu 100% hapa, basi uko kwenye kundi la watu wenye uoni hafifu. Na hao watu hawezi hata kutofautisha rangi. Kuna wakati huu uoni hafifu unasababishwa na mambo mengi. Mimi sio daktari, lakini machache nayafahamu. Pengine ni uzee, umeingia katika uzee. Kuna wakati hata juzi nilikuwa naongea na mke wangu yuko hapo kwamba kuna bibi yetu mmoja
Yani nilifika hatua hata unapokwenda kumsalimia anakuuliza hivi wewe ndiye nani? Anakugusa lakini anakuuliza hivi wewe ndiye nani? Hawezi kujua vizuri maana haoni vizuri. Kwa hiyo umeshaingia kwenye kundi la watu wenye mahitaji maalum. Kundi la pili, watu wenye visual impairment. Kundi la tatu ni watu wenye ulemavu wa kusikia, hearing impairment. Sasa sikiliza, hao watu wako kwenye makundi mawili, viziwi na wenye usikivu hafifu. Sasa viziwi ni wale ambao kabisa hasikii kabisa. Unazungumza hasikii, ni wale ambao wataona kwa lugha ya ishara. Lakini wenye usikivu hafifu ni wale ambao unaongea baadaye ndio anakuja anakwambia umesema, anakutegea sikio. Yaani mnaongea kwa sauti ya chini. Kule kwetu kulikuwa na mzee mmoja alikuwa hana uwezo wa kunong'ona maana ana usikivu hafifu. Yaani anataka kuja kunong'oneza lakini akiwa ananong'ona hapa mimbalini hata mlioko kule nyuma mnasikia. Utachanga anakuambia Pastor Biene, ombi la leo ni wewe. Hapo amenong'ona. Maana uwezo wa kusikia hiki anachokiongea, uwezo wake wa kusikia anaonekana kabisa amenong'ona. Lakini ningekuwa ninazungumzia upande wa malezi, tuna watoto ambao masikio yao yako vizuri kabisa wanasikia, yaani ukiongea anasikia kila kitu, lakini nao wako kwenye kundi la watu wenye ulemavu wa kusikia. Ni wale watoto ambao unamwambia kitu mara mbili. We Juma, ondoa hiyo sahani hapo. Anamwambia aya mama. Utazunguka utaikuta sahani iko pale pale. Unasema Juma, nilisema hiyo sahani itoke. Aya mama. Na wamama mnajua kunungunika kwetu. Unashangaa, yaani wewe mtoto utakuja kuniua kwa pressure. Sasa wakufunzi wa malezi tunasema ili usitengeneze mtoto kiziwi kwenye familia yako, usimwambie mtoto mara mbili, usimwagize mara mbili. Mtoto anaambiwa mara moja, vinginevyo ukisema mara mbili utamtengeneza kuwa kiziwi. Yaani ukimwambia we Juma, ondoa hiyo sahani, imetosha. Kama hajasikia, fanya moja kati ya haya mawili. Nenda we mwenyewe kaiondoe hiyo sahani ili ajifunze kwa kuona. Kama hauwezi kuiondoa hiyo sahani, kamshushie kipigo ili wakati mwingine wasema ondoa hiyo sahani aseme baba huwa arudi mara mbili. Kwa hiyo ataitoa haraka. Hii inaaminika wamama wamewafanya watoto wengi kuwa viziwi kwa sababu hiyo. Yaani mama anagombana na mtoto wa mwaka 1.5. Yaani we mtoto wewe, si una kichwa gani? Nimekwambia usicheze hizo tope. Kwanza nina mambo mengi utaniua. Unamfanya mtoto kuwa kiziwi. Ndio maana huwa tunasema hata kwenye mambo ya ndoa ni vibaya sana mwenzi kurudia neno mara mbili. Yaani wewe mke wangu si unaenda unarudi saa 12. Wewe si unaenda unarudi, si unaenda unamfanya kuwa kiziwi mara mbili. Kwa hiyo dawa yako ukiongea mara moja, nyamaza. Kama hauwezi kufanya hicho kitendo ambacho umemwagiza kifanye, nilitaka kusema ushushe kipigo, kumbe naongea habari ya mke. Hii ni habari ya mke. Hapo hakuna cha kipigo. Basi muombe. Kundi la 4 la watu wenye mahitaji maalum ni watu wenye ulemavu wa akili. Wanaitwa ni watu ambao wana intellectual disabilities. Hawa ni wale wagonjwa wa akili. Kwa lugha ambayo haitumiki vizuri kwenye idara hii, wanaitwa ni watu wenye utaira. Wale ambao mnaona kabisa anaokota makopo, anacheka peke yake na kadhalika. Hao ni wale wagonjwa wa akili ambao wako kwenye kundi hili la watu wenye ulemavu wa akili. Lakini namba 2 ni wale wenye uwezo mdogo wa kujifunza. Sasa kwenye kundi hili la wenye utahila, sasa hivi tuna matahila waliostaarabika pia. Hapa ukizama ndani kwenye mwongozo wa watu wenye mahitaji maalum, ni pamoja na mtu ambaye anaweza akainama kwenye simu akacheka peke yake na simu, anakaribishwa kwenye hili kundi la kwanza mahali hapa. Yaani ana kitu anaangalia, halafu nashangaa analipuka tu anacheka. I say, ndo hayo mnaoyaona yanatembea TikTok, WhatsApp, Instagram. Unashangaa mtu Jesus, hakuna shindwe. Yaani hayo ndio ambayo yanatengeneza kuwa na vichaa wengi sasa hivi. Kwa sababu sasa hivi ukipita hata kwenye nyumba za watu wengi, hata walio wa Kristo, utasikia tu hivyo vituko. Yaani mke ana simu hii, mume ana simu hii, nicho tu kinaendelea. Hakuna. Inatengeneza watu wagonjwa wa akili. Ni pamoja na watu ambao wana uwezo wa kusafiri kutoka Dodoma, anakwenda Singida, anaenda Dar es Salaam, anakwenda ameinama kwenye simu anacheza game. Yaani anarusha ndege kwenye simu mpaka Dar es Salaam. Anakaribishwa kwenye hili kundi la wagonjwa. Na hasa anakoelekea atavunja kabisa usirias wa akili yake
kusikiliza watu, atabaki katika kusikiliza vitu vya mtandaoni. Maana huwa wataalamu wa saikolojia wanasema moja ya madhara ya haya mambo ya mitandao yanawafanya watu walio karibu watupwe mbali kabisa, halafu wale walio mbali waletwe karibu. Ukishaona una mtoto, una mwenzi anayeweza kucheka na watu walioko Ulaya kwenye simu, halafu wewe uliye karibu ukaongea na hakusikii, huyo mtu omba haraka sana, ameshaenda mbali. Ndio maana unaona una uwezo wa kuongea na mtu yuko kwenye simu, hakusikii kabisa. Hata mtoto anaweza kuita mama, mama, hausikii kabisa. Umezama kumtazama mtu aliye Ulaya. Yaani aliye karibu umemtupa mbali, aliye mbali umemleta karibu. Wako kwenye hili kundi. Lakini wenye ulemavu wa kujifunza, watu wanaojifunza polepole, kuna wazazi mnapata shida sana, mna watoto wa namna hii. Una mtoto mwenye uwezo wa kujifunza taratibu polepole. Kuna mahali nilikuwa naeleza kisa hiki kwamba mtoto mmoja akawa wa 90 kati ya watoto wa 70 kati ya watoto 72. Nilichopenda yule mzazi alichokifanya, akamchukua yule mtoto akamwambia, umekuwa wa 70? Ndio. Kati ya watoto 72? Ndio. Wow, leo nakutoa out. You are the best. Twende nikutoa out mwanangu. Yule mtoto sasa hivi anakuwa wa pili, wa kwanza, wa tatu, wa pili, wa kwanza, wa tatu. Kwa nini? Mzazi wake alitambua huyu anajifunza taratibu. Unajua madarasani humu watoto, asilimia kubwa sisi tuna watoto wenye akili. Ila shida tu wanaharibiwa na marimbukeni wachache. Maana mwalimu anafundisha watoto 70. Halafu anaingia darasani, 2 plus 2 is equal to 4. Okay? Yes, I said 2 plus 2 is equal to 4. Understood? Yes. Let's go. 2 times 6. Halafu wewe mtoto wako, mtoto wa Mjita, ana translate kutoka Kiingereza, anang'ang'ana kuleta Kiswahili, halafu alete kwa Kijita ielewe ile toni, anakuta wameshahama, wameenda kwenye kuzidisha. Sasa badala yake akitembea njiani ndipo anaanza kujifunza. Hivi mwalimu alisema 2 plus 2 is equal to 4. Ndio maana kwa baadaye unashangaa yule mtoto anacheka. Sawa. Amemwelewa mtoto aliyefundisha saa 2. Mwalimu aliyefundisha saa 2 asubuhi amemwelewa sasa hivi. Ili muelewa hata sisi washiriki tunakumbwa na hilo kundi. Angalia hata kwenye mijadala ya lesoni. Kuna wakati mnajadili lesoni, mnajadili, baadaye mnafika Ijumaa muhitimishe, kuna mtu mmoja mnashangaa sema, samahani mwalimu, naomba niwarudishe nyuma kidogo kwenye siku ya Jumapili. Huyo mtu msipokaa vizuri mnaweza kusema, mzee fulani unadharau, sisi no, ana ugonjwa wa kujifunza taratibu. Yaani hapo ndipo akili medani load sasa imeelewa Jumapili ilikuwa na Jumapili ilikuwa inaeleza nini, sasa ameelewa. Kama mwalimu ni mwana saikolojia, ndio maana huwa tunasisitiza walimu walao wao wana saikolojia. Atawaambia, samahani wana darasa, tumrudie mzee Nyamburi. Mzee, hivi umesema Jumapili kuna nini? Mwalimu, wakati unaeleza Yona alipokimbia kwenda, hivi alimezwa akiwa anaenda Ninawi au Tarishishi? Sasa mwalimu anasema, lakini mzee unaturudisha nyuma. Mbona tulisema kabisa alimezwa akiwa anaenda Tarishishi? Ishara ya kwamba huyo mtu ana uelewa mdogo wa kujifunza. Akielewa mtasikia anapiga chorus hii. Mkisikia tu mtu yeyote anayeitikia hivyo, yuko kwenye kundi la wanaojifunza taratibu. Kwa sababu uwezo wake wa kujifunza haraka haupo. Kwa hiyo yeye anaenda kwa kudownload. Hata hivi tunavyozungumza, kuna wakati hata wahubiri tunahubiri, unashangaa watu wanacheka. Halafu ndipo mwingine anabonyeza, hivi Pastor Bien amesemaje? Mbona kama mmecheka? Unasema wewe unadharau, ulikuwa una chati. Sio alikuwa na chati. Uwezo wa kujifunza uko chini. Tumeanza kuongeza idadi ya watu wenye mahitaji maalum. Kundi la 4. Kundi la 5 ni watu wenye matatizo ya mawasiliano. Wanaitwa speech and communication disorders. Wana kigugumizi, hawawezi kuzungumza kabisa. Sasa kuna aina mbili za vigugumizi. Kuna kigugumizi cha nje na kigugumizi cha ndani. Ni kwa sababu naongea na Watanzania mtanielewa vizuri. Wale mliosoma nchi za nje kwenye vyuo vya Waingereza sana, moja ya vitu vilivyonitesa ni mimi kusoma chuo cha Waingereza. Nimechaguliwa mara kadhaa kuhubiri kwenye kile chuo. Nikikaa chumbani nikiwa naandaa somo kwa Kiingereza, linatiririka kabisa hadi vocals zinakuja. Sasa nikisimama ndio nianze kuhubiri, unaona misamiati yote inakwenda. Sasa unajikuta unapiga tu mpaka misamiati ya Kiswahili ndani ya Kiingereza. Hicho ni kigugumizi cha ndani. Ishara ya kwamba na kigugumizi cha ndani ni wale watu ambao unapata nyongeza kwenye lesoni, halafu nasema
moyo unakwambia nyosha mkono uiseme, baadaye unasema watanicheka, nikikosea watanicheka. Huyo naye ana kigugumizi ila ni cha ndani. Lakini kuna wale wenye kigugumizi cha nje, yeye kabisa akiongea kinakuwa tulikuwa na mtu mmoja kule kwetu ana kigugumizi, akiongea ukae mbali naye, maana atakuwa anaongea huko anarusha mikono, yaani ili neno litoke mpaka kupige kofi. Unashangaa Sabato njema, yaani akishapiga mtu ndio linashuka sasa lile neno njema. Sasa walishamgundua, wakishagundua anatoa neno, wanakaa mbali na yeye. Sasa wakikaa mbali naye wanamchelewesha neno kutoka, maana ataongea njema, sasa ndipo linatoka. Kwa hiyo ni afadhali ukae karibu akupige ili litoke haraka neno. Hao wana kigugumizi cha nje. Lakini kuna wale wasioweza kabisa kuzungumza kwa lugha ambayo sio official kwa watu wenye mahitaji maalum, wanaitwa ni wale mabubu. Lakini hili neno usilitumie unapozungumza na hao watu, maana kwao ni tusi. Usiseme kiziwi, kipofu, bubu, no. Hayo maneno weka kabisa X, haupaswi kuyatumia. Kwa hiyo huyu mtu asiyeweza kabisa kuzungumza mara nyingi ni wale ambao ni bubu kabisa. Lakini kuna wale ambao sio bubu ila hawezi kuzungumza. Kwa mfano, tunaweza tukapata watu hapa wakafanya makosa. Baadaye mnamuuliza fulani, wewe ndiye uliyekosea hivi? Kabisa anakiri kwamba ndiye aliyekosea ili kuepusha shari. Hana uwezo wa kujitetea. Mkimleta mbele ya baraza kujitetea, hana uwezo. Lakini kuna wataalamu ambao wako kwenye hili kundi, mkimleta mkijiroga tu baraza mpe nafasi ajitetee, mmekwisha. Mtapiga magoti kumuomba msamaha wote. Atawapanga mpaka mtanyoka. Yaani mchungaji, na wewe kweli na uchungaji wote umesikiliza maneno ya hao watu? Niliwahi kusikia habari za mwinjilisti mmoja amefanya vituko, baadaye mchungaji anamuuliza, mwinjilisti umefanya hivi? Akampanga, mwinjilisti basta, umesikiliza maneno ya wanaotaka kuua kazi ya Mungu? Mimi unavyoniona ni na kweli kumcheki appearance yake. Akamwambia, kweli shetani yuko kazini. Pastor, hili jambo ninakufunga na kuomba. Umekwisha, ushaingizwa mkenge na hakuna cha kufanya tena. Hilo ni kundi la 5 la watu wenye mahitaji maalum. Kundi la 6 ni watu wenye matatizo ya kihisia. Hili kundi ndilo lina wengi kabisa. Wengi kabisa. Wenye matatizo ya kihisia na kitabia, wanaitwa ni emotional and behavioral disorders. Hawa watu ni watu ambao wana msongo wa mawazo na wana tabia zisizokuwa za kawaida. Waimbaji kwa mfano, mna mwalimu wa kwaya anafundisha, anambia jamani, sasa wewe utasimama hapa, utasimama hapa. Sawa sawa, mmenielewa Sasa tunaimba 1 2 twende. Mbinguni hatutazeka. Sasa anapofundisha kwenye ile kwaya, kuna kamama kamoja kicheko kiko karibu tu. Unashangaa kanakumbuka tu vitu vya mbali, kanacheka. Mwalimu mwenye ugonjwa huu, mtashangaa, hebu subirini kwanza. Mama Jose ulikuwa unacheka nini? Nimejinyea mimi. Anakuambia nimejinyea, nionyeshe sasa. Nionyeshe. Mimi ndio maana sipendi kufundisha kwaya hivi. Mnajifanya wapumbavu. Yaani mimi niko busy nafundisha unacheka. Umecheka nini? Luka kichura. Huyo ni mgonjwa yuko hapa, msihangaike. Kwa sababu kama sio mgonjwa, akili itamwambia, huyu mama anaishi duniani. Huenda amekumbuka vitu vingi. Kwa hiyo ameamua kucheka kwa sababu ya vile vitu. Lakini kwa mgonjwa wa hapa, anaona kama amechekwa yeye. Wa mama, umetokeza kanisa nyumbani, unaingia kanisani, unafika mlangoni hapo nakuta mama fulani na mama fulani wamekaa, unafika hivi wanagonga na mkono, tayari wamenisema, nilipofika tu akanicheka. Wewe ni mgonjwa huko kwenye hili kundi, watu wenye hisia kali na za ajabu. Na hiki kitu mtuombee sana wachungaji. Wengi nakoelekea tunahama na kwenye mahubiri tunaingia kwenye hii kona. Umekosana na mtu mmoja ndani ya kanisa, unakuja ufogea kanisa la watu 2000. Hapa wengi tunakuwa hapa, na ndio maana nilikuwa hiki kitabu utakiona hapa baadaye. Yule mwandishi wa hiki kitabu anasema hata watumishi wa Mungu tunahitaji counselors wa karibu sana. Maana kuna wakati unadhani you are preaching, kumbe una fight mtu mmoja ndani ya watu 1000. Unalaza njaa watu 1990 kwa sababu ya watu 2 3. Hapa ni watu wenye hisia kali.
Wale ambao mna uwezo wa kugombana, mnitazame hapa vizuri. Sifundishi kana na familia. Wale mlio na uwezo wa kugombana kwenye ndoa kwa sababu ya message ya shilingi 500 na huyo mnayegombana naye ulimlipia mahali ya milioni 2, mnagombana kwa message ya 500, karibuni kwenye kundi hili. Kwa sababu inatosha tu kutumia akili kwamba kwa nini huyu mjinga aliyetuma message hata bando la 500 halijaisha, kwa nini atugombanishe tulionunuana kwa milioni 5? Tumpuuzie. Lakini wananuniana, hakuna kupika na wanalala mzungu wa 4 kwa message ya 200. Karibuni kwenye kundi la watu wenye mahitaji maalum. Wana hisia za ajabu. Ndio wale ambao wanaweza kukupigia simu akiona imeita hujapokea, baadaye ananuna anasema, yani mimi nakupigia simu halafu hata hutaki kuijibu. Yani mimi nakwambia kama ni uchumba ufe. Aisee, ukipata mchumba wa hivyo mshukuru Bwana, muuvunje haraka, maana unaenda kuoana na mgonjwa. Bwana amekunusuru na mambo mengi. Wana msongo wa mawazo. Ni pamoja na wale ambao mko kwenye tukio la furaha. 3 days ago nilikuwa nafanya counseling kwa mchungaji mwenzangu. Yule mchungaji ni mchungaji anayependa kwenda kwenye sherehe, kwenye kumbi za sherehe. He is my fellow pastor. Anapenda sana kwenda kwenye kumbi za harusi. Yani anapenda sana. Ila akifika kwenye harusi, akiona tu watu wanacheza nyimbo za Kisukuma, kobyala mayo kobyala, ananuna mpaka anainama. Utashangaa tu anaanza kwa jina la Yesu, jina la Yesu. Sasa mimi nikamwambia, pastor, wewe ni mgonjwa, kwa sababu kama sio mgonjwa usingeenda ukumbini. Na kama umeenda ukumbini, onyesha sura ya ukumbini, sio ya msibani. Maana mama amezaa kwa uchungu, hapa anaserebuka kobyala mayo kobyala. Wanaanza Jesus Jesus. Anapiga ndolela mae, ndolela kam, ndolela kasele. Alafu na Jesus Jesus. Wako kwenye kundi hili ni wagonjwa. Wanahitaji counseling. They cannot read the environment. Hawajui kusoma mazingira, kwamba hapa hawako kwenye ibada ya kusifu na kuabudu, wako kwenye sherehe. Aliyezaa kwa uchungu anaimba kaseleleka kwa kusherekea uchungu. Au basi hapa. Kwa nikamwambia yule pastor, don't think that you are too much spiritual pastor, lakini uko mahali hapo unahitaji counselor. Kwa sababu kama unajua haya mazingira yanakuumiza, don't go there. Baki huku. Waende pale wenye uwezo, ambao Paulo anasema wenye imani hula vyote, wasiokuwa na imani wanakula mboga. Usiingie mahali pale. Hapa. Hilo ni kundi la 6. Sasa baadaye kwenye ndani ya juma hili nitakuonyesha namna ya kukaa na hawa watu. Msipokaa vizuri mnaweza mkaa mnagombana mara kwa mara. Watu wenye hisia kali na mambo ya kitabia. Lakini kuna wengine akipata shida mtashangaa tu anatanguliza usema, yani mimi maisha yanavyonipeleka nitakuja nijiue. Yani ukisikia tu mtu anasema hivyo, yuko kwenye hili kundi. Yani mimi hata sielewi, mimi nitakuja nijiue kabisa. Kuna mtu alinipigia simu wiki iliyopita. Ananiambia, pastor, hivi hata ninyi mahusiano yaliwapeleka kasi kama anavyonipeleka? Nikamwambia, yamekupelekaje kasi? Samahani pastor, najua hata wewe ni mwanaume, lakini sina hakika kama wanaume wataingia mbinguni. Wanaume wote ni mashetani kabisa. Nikamwambia, dada ishia hapo. Una maana gani? Anasema, yani hapa nilipo kuna mbwa 4 wamenisumbua akili. Sasa wewe tunaongelea wanaume au mbwa? Samahani, ni hao wanaume. Ni ugonjwa, wala sio kwamba ni maumivu ya mapenzi, ni ugonjwa. Kwa sababu mapenzi hayajaanza na wewe Jessica, mapenzi yalianza na Adam na Hawa. Wakaachana, huyo akaenda akala tunda, lakini akamletea Adamu, akala lile tunda kwa uchungu, lakini akala kwa uchungu. Ukiamua kuingia kwenye ligi ya mapenzi, acha kushobokea mitandao. Mara moyo tulia. Usidhani wote tunaocheka kwamba kuna raha. Kuna wakati unakula tunda huku unalia. Bwana bariki liepo kwa jina la Yesu. Hiyo ndio raha ya mapenzi. Ulie kidogo, ufurahi kidogo. Sasa ukiona ambao wako kwenye hili kundi la watu wenye matatizo. Nikamwambia, dada, mapenzi ni ya watu waliokomaa. Ndio maana hata malaika waruhusi kuona kuolewa, wana mioyo midogo. Si hawezi kutulinganisha na malaika. I'm telling you the truth. Ndoa ni kwa watu ambao wana uthabiti, wana uimara.
Unaishi na mtu ambaye mmezinguana lakini bado mnajifunika shuka moja, mko tu. Nahitajika kuwa na ujasiri wa hali ya juu. Kundi la 7 la watu wenye matatizo, la watu wenye mahitaji maalum ni watu wenye matatizo ya kiafya ya muda mrefu, magonjwa sugu. Na hili kundi limebeba watu wengi hata mliokaa hapa. Watu wenye kifafa, watu wenye kisukari, watu wenye kansa, watu wenye ukimwi na magonjwa mengine sugu mnaoijua. Kuna washiriki wapo anacheka vilema wa miguu, ila yeye ana sukari, kila wakati anaenda kwenye dialysis, ana shida ya figo. Ila yeye ana kifafa lakini anacheka, asiyekuwa na macho. Ni kundi la watu wenye mahitaji maalum. Ana pressure, yuko mahali hapa, ni kwenye hili kundi. Na ndio maana ukifuatilia, kama utanifuatilia juma hili, utagundua kwamba hii idara ya huduma wezeshi ndio idara mama inayobeba washiriki wote ndani ya kanisa na kuwaonyesha huruma ya hali ya juu. Maana baadaye tutajifunza hata namna ya kuhubiri kwa watu wenye mahitaji maalum. Hauwezi kusimama kutuhubiri tu habari za kwenda motoni. Leo nilikuwa na mchungaji mmoja akaniambia, pastor, nilikuwa namwambia pastor, kule tunako kwenda wewe utahubiri. Akaniambia no, utahubiri wewe. Sasa tukawa tunabishana. Akasema sikiliza, mimi kuna mahubiri huwa siyasikilizi. Mimi wanapenda sana kumsikiliza mtu anapoeleza kitu. Nikamwambia kama mahubiri gani? Akasema kuna mchungaji mmoja tumeenda naye mahali fulani, akasema somo la leo linasema namna ya kuwatambua watu watakaoingia motoni. Akasema alivyotaja tu kichwa cha somo, mimi nikalala. Nashangaa nakuja mwinjilisti mmoja anasema, pastor unalala ibadani. Nikamwambia niko macho, ila tu somo hili siwezi kulisikiliza na sasa hivi naondoka kwenda nyumbani. Yaani badala usimulie habari za tabia za watu watakaoenda mbinguni, unatueleza tabia za watakaoingia motoni. Ili tufanyeje baada hapo? Wito wako utakuwaje? Kwamba sasa na waiteni jisajirini sasa, maana mmeelewa tabia za hao watu. Pastor akasema nilimswitch off. Ndugu zangu, kwenye kanisa hili, makanisani kwetu, tuna watu wa kila namna. Hata mkielewa kwenye mabaraza yenu ya kanisa kwamba tuna mzee wa kanisa mwenye kifafa, mwenye kisukari, mwenye pressure, agenda ngumu, mtakuwa mnamwexempti. Sasa unakuta washiriki wanashindilia tu, hapana, namtaka mzee wa idara ya wanawake, hebu asogee kwanza hapa. Hivi mzee wa kanisa mna uhakika hayuko kwenye hili kundi? Maana mnaweza mkaongea baadaye mnashangaa naanguka. Imekuwaje? Mkishaelewa watu mlionao kwenye baraza, hata majadiliano ya kashfa mtayaacha. Ngoja niwaambie, nimefanya kazi ya uchungaji miaka michache, ila nimeona mkuu wa majengo aliyezimia mbele ya baraza. Washiriki wamemkaba koo, wanataka aeleze mahesabu na mahesabu yamepinda, na kwa sababu hana uwezo wa kujieleza, kila akijaribu kueleza inagoma, akapandisha pressure, akaanguka chini. Sasa wanaanza, pastor ongoza wimbo wa kumfufua. Yaani niimbe na mmemtia pressure ninyi? Pastor hebu imba hii, pastor tunafanyaje hapa? Nikamwambia kama mlivyofanya songeni mbele, na mimi nikawaacha. Sina muda wa kubaki hapo. Somo la watu wenye mahitaji maalum linatusaidia kuelewa tuna washiriki wa namna gani. Ndio maana hata kuna maneno hapa tunayatumia mimbarani ambayo sio sahihi kuyatumia kwa kanisa kama la Dodoma Kati. Kanisa la watu 2000 3000, mtu anawaambia sote tusimame kwa heshima ili tuimbe wimbo. Sote tusimame, ayushua wote tuna miguu. Kwa sababu hivi tulivyokaa ndivyo wengine tumeshasimama. Wote tufumbe macho tuombe. Ayushua tumekodoa, unadhani tunaona? Mnataka tufumbeje na tayari tumeshafumba tayari? Kwa makanisa yaliyoko mijini kama Dodoma Kati yanayohudumia watu wengi, moja ya masomo ya kuelewa ni somo la watu wenye mahitaji maalum. Maana kuna wakati mnadhani mnaongea, kumbe mnawatusi. Mhubiri unasimama unaambia, unajua katika zama za Nuhu, hebu wote angalieni hapa, mnaiona hii picha? Sisi tusiona unatuambiaje? Kama sio kututukana, nipungie mkono kama uko pamoja nami. Hilo ndilo somo la watu wenye mahitaji maalum. Tuna kundi la wajane wako ndani ya kanisa. Tutawahudumiaje? Kuna wakati tunajizima data, tunadhani wote wameolewa au wote wana wenzi wao. Tunazungumza maneno ambayo baadaye yanakuja kugeuka kwao yanakuwa ni kero na maumivu. Mtu anaamua anaenda kukaa chini ya mti, mnasema hana roho wa Mungu. Kumbe mnachokiendesha huku ni kipindi cha wao wamebaguliwa, sio kipindi chao. Na ndio maana namshukuru Mungu wa kanisa hili, hata kwenye makambi ameleta vipindi vya wajane na wagane. Maana walikuwa tu wanarundikwa humo, ndoa kongwe humo, wamo na hawana wenzi. Unashangaa kanasimama kama mama Kiriku, mimi namshukuru Mungu, yani mme wangu mnavyoona hivi vitenge aliniletea, jamani wapeni amina wa baba.
Haya, huyu mjane ambaye mara ya mwisho kuletewa kitenge ni kipindi kile mume wake hajapata ajali, unataka kumkumbusha nini kichwani mwake? Kundi hili ni la 7, watu wenye matatizo ya kiafya ya muda mrefu. Na matatizo haya katikati ya juma hili tutaangalia miongoni mwa visababishi vinavyoleta haya matatizo. Kwa sababu nimeshuhudia mtu ambaye aliingia katika tatizo la ubongo wa akili kwa sababu ya migogoro ya ndoa ya muda mrefu. Ameishi kwenye ndoa bila kujua, na yule mama kwa sababu hawajafunga ndoa na mume wake amegundua mke wake aliyo kinachoendelea, mwanaume amefunga ndoa na mwanamke mwingine na wanaishi kabisa kule na cheti wanacho. Huyu mama amebaki mlezi wa watoto kama binti wa kazi. Dada anakuja kugundua kwamba mwanaume ana ndoa nyingine, amekuwa ni kichaa mpaka hivi leo tunavyozungumza. Anatembea dada anaongea peke yake. Hasa mnabaki tu kusema wamekuwa vichaa. Na hata sasa ninavyozungumza, nina rafiki yangu mmoja wa kike yuko nje ya jimbo hili, lakini rafiki yangu sana ni mwanandoa. Ameingia kwenye ndoa, ile ndoa imempeleka mpaka amekuwa amefika mahali hata kuoga haogi. Anasema nioge ili nifanye nini? Sina hata wa kuniita. Mimi nimekuwa dada anatembea mpaka anatoa harufu. Nimeanza kuzungumza naye nikamwambia, sikiliza dada, kwa nini ujiue kwa sababu ya pressure watu wachache? Namshukuru Mungu, huyo dada sasa hivi anapiga hadi perfume. Namshukuru Mungu. Ila akili bado inacheza. Kuna wakati mnapiga story hizi mnakuta ameshahama, yuko kwenye zingine. Unamvumilia tu, baadaye anarudi, ndio baadaye mnaendelea na story. Tunao wagonjwa wengi wenye mahitaji maalum kwenye makanisa yetu. Na ndio maana hili somo mwongozo wako nasema watu wa kwanza wanaopaswa kulihudhuria hili somo ni wachungaji, wazee wa kanisa, viongozi wa makanisa, ili wajue namna ya kutreat washiriki. Kwa sababu kuna wakati mshiriki anakuja kanisani sio apone tu kiroho, amekuja kutuliza mawazo yake, halafu anafika anaongezewa mawazo mengine. Sema amina kama uko pamoja nami. Namba 8 na mwisho, hili kundi la 7 na watia moyo. Kama Bwana aishivyo, tafadhali juma hili usikosekane mahali hapa. Namba 8 ni watu wenye ulemavu mchanganyiko. Ana aina zaidi ya moja ya ulemavu, ni kipofu na ni kiziwi. Nimeitumia tu ili muelewe wale ninaofundisha, lakini hizi ni lugha ambazo sio nzuri. Ni mlemavu wa miguu na hana mikono, ni kiziwi na ni bubu. Ni kama nikifundisha habari za wajane na wagane, huwa ninawaambia mnatofautiana pia wajane. Kuna mjane ambaye mwenzi wake amelala mauti, lakini amemwachia urithi, ana jumba, ana maduka, ana nini. Na kuna mjane ambaye huyo aliyelala mauti ndiye aliyekuwa breadwinner, ndiye ambaye alikuwa anapambana, wanakula. Hawa wajane wawili ni wajane wawili tofauti, usiwalinganishe. Huyo anapolia habari ya mwenzi, analilia mwenzi tu, lakini huyo analilia mwenzi, analilia na karo ya watoto, analilia na pango la nyumba. They are two different widows. Usiwalinganishe. Kwa hiyo hata kwa hawa watu, kuna mtu ana ulemavu mmoja, mwingine ana ulemavu aina mbili. Hayo ndio makundi ya watu wenye mahitaji maalum. Baada ya kuyafahamu haya makundi sasa, baada ya kuyafahamu, mzee, tunafunga sasa. Basi. Baada ya kuyafahamu haya makundi, lengo la kutujulisha haya makundi ni nini sasa? Lengo ni kutujulisha kuwa watu wenye mahitaji maalum si dhaifu. Mnisikilize, kuitwa mtu mwenye mahitaji maalum haimaanishi wewe ni dhaifu. Una uwezo mkubwa pia, na wao wanahitaji mambo yafuatayo. 1, wanahitaji upendo. Usiwabague wala usiwanyanyapae. You know why? Huyu naye mnyanyapaa leo, huenda kesho kwako likatokea. Na vijana ambao hamjaoa na kuolewa, mnisikilize vizuri ninaposema hili jambo. Kama kuna mahali pa kufanya kwa uadilifu, ni pale unapokutana na mtoto wa mtu mlemavu mwenye shida ya akili, makamasi yanatiririka, mate yanatiririka. Kama kuna binti mwenye akili, huo ndio muda wa kumsaidia huyo mtoto kumuosha. Kwa sababu utakapoziba pua yako na huyu mtoto mchafu jamani, kesho haujui utamzaa wa aina gani. Ukijifanya kuwanyanyapaa hawa watu,
Mwaka uliopita tulikuwa Mbeya kwenye mkutano wa watu wenye mahitaji maalum. Wale mlioenda mliona. Yaani kuna wakati hao watu kina Jemima wanahudumia watu wa ajabu sana. Yaani unamuona mtu anakuja ana harufu ya ajabu, amejisaidia haja kubwa na ndogo, lakini kina Jemima wamo tu mpaka unasema kweli kuna watu wenye roho wa Mungu. Niwaambie kitu, hawa watu wanahitaji kupendwa, sio kunyanyapaliwa wala sio kubaguliwa. Hii habari nimeieleza mara nyingi. Nilishuhudia kwa macho yangu nyumba ya mshiriki wa kanisa la Waadventista, amepita kichaa ambaye alikuwa anatiririsha mate, akaomba maji ya kunywa, akapewa maji ndio, na yule mtoto glasi aliyoleta kunywea maji yule mgeni akajifanya kuirudisha ndani ile glasi. Mama aliita kwa sauti ya radi, wewe unapeleka wapi hiyo glasi? Peleka jirani huko haraka, tena uipasue nisikute. Azifu aliyenyoa ile glasi ni nguruwe. Tuna watu, ngoja niwaambie, Mungu anaruhusu hao watu wenye mahitaji maalum wazaliwe kwetu kama jaribu. Na wengine wameingia kwenye mgogoro mpaka wamewaua kabisa. Literal death, wamewaua kabisa. Kwamba mimi nilivyo hivi na heshima zangu, watu wananifahamu mimi ni mtu mwenye heshima, halafu nianze kulea litoto lisonji lina miaka 10 halijakaa. Nikwambie rafiki, kama kuna kitu cha msingi cha kufanya, na katikati ya juma hili, kama sio Jumatano, somo la Jumatano nitalizungumzia, hata tutakapoenda mbinguni, Mungu hatachambua watakatifu kwa kuwauliza ulishika amri zote au namna gani. Na ninajua hiki kitu kwa sababu ni watu siku hizi dunia iko kwenye media, hiki kitu kitaleta contradiction kwa wengi. Lakini nisikilize vizuri, hatutabaguliwa kwa amri 10, tutabaguliwa kwa mwongozo wa Mathayo. Nilikuwa uchi, hamkunivika; nilikuwa na njaa, hamkunilisha; nilikuwa na kiu, hamkuninywesha. Hakuna mahali Biblia inaonyesha mwongozo mwingine, ni huo tu, matendo uliyoyatenda kwa wahitaji. Simple and clear. Kwa sababu kama ni issue ya kushika amri, kuna wanaoshika kifarisayo pia wapo, lakini wanashika amri. Kusudi la pili, hawa watu nao wanahitaji uelewa, wapelekwe shule wakajifunze. Nina rafiki yangu mmoja, hata sina hofu kumtaja, anaitwa Isaac. Nadhani anasoma hapa UDOM. That guy is very powerful. Ana uelewa ambao hata nashangaa. Ni mtu ambaye haoni, lakini tunachati WhatsApp. Mpaka nikajiuliza, Isaac, wewe unaonaje? Ninashangaa. Hawa watu wamepewa uwezo wa pekee. Na ninawatia moyo wazazi mlio na watoto wenye changamoto hizi, wapelekeni mashuleni wakajifunze. Acheni kuwafukia na kuwachimbia. Namba 3 na mwisho, hawa watu wanahitaji fursa sawa. Pastor Zawadi uko wapi? Kuna mzee wa kanisa yote hapa? Sawa, asante sana. Sasa sikiliza. Kwenye makanisa yetu tunatiwa moyo, siku moja tuone mzee wa kanisa anayetembea kwa mikono apande aje mahali hapa. Tuone mzee wa kanisa anayetembea kwa kujivuta. Kwa sababu kuna wakati kwenye mabaraza yetu, kwa kukosekana kwa hao watu, tunabuni vitu vya kwetu tu sisi wenyewe. Moja ya mitaa niliyochunga, nilitembelea washiriki waliorudi nyuma. Mzee mmoja ambaye huenda hata sasa ananisikiliza, akaniambia, pastor, sitakuja kwenye kanisa hilo mpaka wajenge choo cha walemavu. Yule mzee anatembea kwa miguu na mikono, anashika chini. Sasa Waadventista wakienda kwenye kumwaga maji kule, wanafika wanamimina tu anywhere. Huyu mzee akiingia, mikono hiyo ndio inakanyaga kwenye haja ndogo humo kwenye mikojo. Lakini wakati ninyi mnakula, na huyu ndiye atatumia hiyo mikono kula. Akasema, pastor, hapana, ifika hatua mtu tazame na sisi. Wanahitaji fursa za kiuongozi. Lakini leo tunajichagua tu sisi wenyewe. Mzee wa kanisa wote wana viungo vyote, mshemasi wakuu wana viungo vyote, si mkuu wa shule ya Sabato wana viungo vyote. Ni lini tutakuwa na mkuu wa shule ya Sabato asiyeona, ambaye na yeye atasimama awaambie, sasa sikilizeni, tunasalimiana kwa lugha ya alama, hakuna cha Bwana sifiwe, wote muongee Bwana sifiwe kwa lugha ya alama, ili muone kama ni vizuri. Ninyi mnaotuambia haya wote fumbeni macho tuombe, mkasahau kwamba sisi ni vipofu. Nyinyi hapa tukiwaambia msalimiane kwa lugha ya alama, mnaifahamu? Mkarimani, hawa watu waseme Bwana asifiwe kwa lugha ya alama, msitamke kwa sauti. Haya, 1 2 3 twende. Acheni kunipiga fix. Hakuna kitu kama hicho. Eti kuna watu wanafanya. Hii sio swala la uchebe. Hakuna. Hapa tunazungumzia Bwana asifiwe. Kuna vitu ambavyo ni vidogo lakini vinaumiza. Hawa nao wanahitaji fursa. Fursa ya nini? Ya kazi. Ninashukuru sana
Serikali zetu zinapoweka viongozi katika wizara mbalimbali na maeneo mbalimbali, watu wenye mahitaji maalum, ninamuona Mungu akiziongoza serikali kufanya hayo. Kama serikali zimefanya hayo, sisi kanisa tunashindwa nini? Ni lini tutakuwa na viongozi wenye matatizo ya kuona, wenye matatizo ya kusikia? Chuo nilichosoma nilikutana hili janga. Nikajifanya sitaki lugha za alama. Nafika nakuta mhasibu ni mtu ambaye hawezi kuongea. Kwa hiyo mnawasiliana kwa lugha ya alama. Ninafika pale inanibidi niandike karatasi, nimpe karatasi, aisome ndipo na mimi anijibu. Wakifika wanaojua kuchezesha vidole wanaongea naye, kanatabasamu, kanawahudumia, wanaondoka. Mimi ananipiga tu hizi. Ninabaki pale ninashangaa. Mwishoni kakodi mkalimani, bwana hebu nisaidie haraka hapa nitoboe. Maana ninakwenda kukilia haraka niingie kwenye mtihani. Wanahitaji fursa ya uongozi, wanahitaji fursa ya kazi, wanahitaji fursa ya mahusiano. Wiki iliyopita ninamshukuru mwenyekiti wetu wa jimbo, alisafiri kwenda mahali fulani kufungisha ndoa ya watu wenye mahitaji maalum. Wameoana wenye mahitaji maalum. Ni lini na wao wapewe hii fursa ya watu wenye mahitaji maalum? Kuna kambi moja niliwahi kumkemea mchungaji, samahani uenda nani anisikia. Nilijisikia vibaya sana. Tuko tunajifunza kwenye madarasa ya vijana, nikashangaa yule mchungaji anaongea, by the way hakuongea sija alilopoka. Akasema ngoja niwaambie vijana, kaeni makini sana mnapooa. Unaweza kaangukia kwa mtu mwenye uharibino, na kwenye darasa tuna watu wenye uharibino. Nikaona yule dada ameshika mtandio wake, anafuta machozi. Nikaenda nikamgusa bega, nikamwambia dada, pole, msamehe. Haelewi kinachoendelea. Maana kesho anaweza kuzaliwa mwenye arubino nyumbani kwake. Na hata hivyo, hawa nao wanahitaji fursa ya kuingia kwenye mahusiano. Wanahisia kama ulizonazo wewe, wapewe hiyo fursa bila kubaniwa. Na tena niwatie moyo kanisa, wakipatikana vijana wanaoingia kwenye mahusiano walio kwenye matatizo hayo, wapatieni nguvu kubwa sana. Tena waandalieni harusi ya pekee ili kuatia moyo na wengine wafike mahali hapo. Sasa huo ulikuwa ni utangulizi, na leo ndio ulikuwa naingia somo la kwanza ambalo naomba niliache, nitakuja kulifanya wakati mwingine. Mungu awabariki. Sasa hili somo sio kwamba limepita hivi hivi, no, nitalifanya kabisa, ambalo nilikuwa nazungumzia kukutana na Mungu uso kwa uso gizani. Kwamba umewahi kukutana na Mungu uso kwa uso gizani? Kila mmoja na giza analolipitia kwake, lakini katika hilo giza juma hili tunataka tukutane na Mungu uso kwa uso kwenye giza hilo, giza la kukosa mchumba, giza la ndoa iliyogeuka kuwa shubiri, giza la kufukuzwa kazi. Ni namna gani waumini tunapokuwa gizani tunawezaje kumuona Kristo katika giza? Nenda na hili fungu mchana wa leo. Ninaomba kanisa wote tulisome, wale tunaoweza kuona mahali hapa. Linasemaje? Asante sana. Nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona. Wiki hii tunakwenda kuonja muonjo wa kuona, sio kusikia. Usisikie kwa wengine, linaweza likatokea. So unasikia mtu anakuambia, jamani mniombee leo mimi siji ibadani. Nina mgonjwa aliye paralyze. Unajifanyisha tu na wewe. Je, kumwacha dakika 10? Bwana atakufanya na wewe ulipitie hilo jambo. Tuone kama mama yako aliye paralyze utamwacha. Kuna wakati tunakula meza ya Bwana peke yetu, hatukumbuki walio paralyze, wanaojisaidia majumbani, wanaofanya nini. Hivyo vyote ndani ya wiki hii tutaviangalia. Aina mbili za uzoefu au ujuzi: uzoefu wa kusikia na uzoefu wa kuona. Ayubu alipoona ndio akatamka hayo maneno, nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona. Karibuni katika juma la idara ya huduma wezeshi. Wanaosema Mungu tusaidie, tunatamani sana hawa watu tuwe nao karibu, maana hata sisi ni candidates wa ulemavu wa baadaye. Mungu nisaidie nijue namna kuendana na hao watu. Wanyoshe mikono yao. Waweza kusimama niombe pamoja nawe. Baba, sina msaada ila kwako peke, kama kwangu ungefichwa fanyeje Baba? Sasa hivi naamini Yesu
alimwaga damu yake nitoke dhambini. Baba wa mbinguni, wewe unayetujua kila mmoja kwa nafasi yake, leo tumesimama kwa miguu yetu miwili tukidhani itadumu kuwepo mahali hivi kama ilivyo leo, lakini wewe ndiye unayejua kesho yetu. Juma hili likawe ni juma la kushusha viburi vya wale wanaodhani wana afya za kutosha. Juma hili likawe ni juma la kutufanya tujitambue kwamba hata sisi tuko kwenye kundi la mahitaji maalum. Angalia tunavyofokeana na kutukanana katika kudaiana madeni kule magengeni. Angalia mabaraza yetu yalivyo ya moto, tunakaripiana. Hiyo ni ishara ya kwamba tuna ulemavu mahali fulani. Angalia namna ambavyo katika familia zetu furaha ilivyopotea. Juma hili chochea karama ya kurudisha matumaini kwa watu waliokata tamaa. Hata hivyo wewe umesema kuwa watu wenye mahitaji maalum hakumaanisha hatuna uwezo. Uko uwezo uliowekeza ndani ya hao watu. Wapatie fursa ya kuongoza, wapatie fursa ya kuwa na elimu, wapatie fursa za mahusiano. Maana saa inakuja ambayo wewe utakapokuja mara ya pili, vipofu wataona, viziwi watasikia, vilema watarukaruka, na wengine ni wazazi wetu, na wengine ni watoto wetu, na wengine ni wenzi wetu. Juma hili tupatie shime ya pekee ya namna ya kuishi na hao watu. Bariki kanisa la Dodoma Kati. Tulete hapo kesho tena. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen.